Hiyo sehemu ya 18 hiyo. Tuzidi kwenda mbele zaidi. Basi pale tulipoishia ndipo tunazidi kusonga mbele. Bo Fu Hongxue alitoa taarifa kwamba kuna uingilio wa Heaven Dog. Mama yake kama ametabasamu, maana yake mtu huyo ni feki. Mama anadai kwamba uko wetu sisi haupo tena. Maana yake huyo mtu ni feki. Sasa sikiza nikwambie. Mama akacheka kweli yani. Kama nimependa kweli hiyo. Kumbe ni ukweli bwana, unahitaji binti yangu. Mwanangu unahitaji kufanya jambo hapa. Anajua kutuigiza kama kuna Heaven Dog. Anamuogopa sana eh? Kamba na kwenye ni Heaven Dog. Muwe Heaven Dog. Mafangilile mama Kang ile kuamini wewe. Akisha kuamini atakuozesha binti yake. Kwa itakuwa ni rahisi sisi hapa kushinda kisasi. Kama kuna njia nyingi za kufa tu. Huyu Heaven Dog ni fake, wala ana uwezo ulionao beta mwanangu. Hana uwezo huo. Mimi nataka Makanga uawe. Mnasikia? Usinisaliti nimekwambia. Kama Mafangiliti muache Mafangili, lakini mama. Mafangili binti wewe tukosea. Kama inaonekana kwamba nenda kamue Heaven Dog. Afu akuozeshe binti yake ili upate karibu kumuua Makang, sawa? Kwa rahisi sisi kuweza kumuua yuko haraka. Mama akaanza kucheka. Wakati huo binti Kuinong anasikiliza kila kitu na alijionea kila kitu. Huyo mama aligundua. Mbona unaumia moyoni wewe? Umempenda eh? Hautaki kulipa kisasi kwa ajili ya mama yako eh? Kama nakuahidi mama, nitafanya kile unachoniahidi mimi hapa. Kama lakini naomba umwache Mafangili. Hana makosa yote mama. Ni kama mimi tu hapa. Kama mwacha Sauli ulichoniahidi eh? Nilikwambia nenda muue babake. Hakunisikiza. Nataka ukishafanya yote hayo. Wao mbona kuonea nyie huruma kipindi kile ulipokuwa naua? Akasema mama anakuahidi. Nitafanya kila kitu. Lakini nakuomba Mafangili usimuue. Kaambia kumbuka mwanangu. Nilikutrain miaka yote kwa ajili ya kazi hii. Sasa uja kunisaliti mimi, usionyeshe huruma kwao. Hakutuonesha huruma sisi kipindi kile sisi hapa. Hakuna kumuonesha mtu yote huruma. Kuinong alikuwa anasikiliza tu. Mama aligundua. Najisikia tofauti kabisa hapa. Fu Hongxue siku moja na wewe tutakaa mahali tutafurahi kwa kisasi tulizoza kukilipa mwanangu. Angalia kote huko. Dunia hii yote imekuwa nzuri. Na ni kubwa, hamna mtu ambaye anakujali wewe zaidi yangu mimi. Ambaye mama yako wewe. Kwa lazima uhakikishe kwamba unafanya kile cha kuogopa, acha kuagiza yeye mwanangu. Nionyeshe kwamba uko na nguvu. Kama unaweza kufanya kile cha kuagiza mimi. Uwe kama shujaa. Ambaye makamilisha mpango huu utakwenda kuishi pamoja mimi na wewe. Kama mama yako anakupenda, akisha anafurahisha mimi. Fikia malengo yako niliyokuwa nimekufundisha mimi. Ambia kweli mama, sasa mimi sio muuaji. Kama nimekuandaa miaka 20 kwa ajili ya siku hii ya leo iliweza kufika. Na naamini kwamba umejiandaa vyema kuikabili siku hii. Nataka Fu Hongxue muue. Binti akasema kumbe Fu Hongxue sio muuaji. Na mtu ambaye amemtuma hapa. Mama kagundua nani yuko pale? Mama aligundua kuna mtu yuko hapa mzee. Binti anakwenda wapi mzee? Mama ni balaa tupo hapa. Wewe binti amebamba mzee. Kwa shingo hapo. Ni amekamatwa mzee. Alikuwa anakufuatilia. Kama nashangaa kama kuna mtu nilisikia harufu hapa tofauti. Kumbe ni huyu binti yuko hapa eh? Onekana kama mzee yako nameless prevision wewe. Kabla lakini nyinyi ni wazuri sana. Lakini nimesikia sauti kama hii. Mama usimuue. Mama usimuue tafadhali. Kaambia huyo aziongea. Mama kaona nakana nyie wote mnajuana vizuri, si ndio? Fu Hongxue. Umetengeneza urafiki na huyu binti tena? Usitaki kunifanya kama Ye Kai alishamleta urafiki. Sasa hivi na huyu binti tena eti eh? Ndio huyu Kuinong alikuwa ananiambia. Nashangaa kama uliuliza pesa nyingi kwa ajili ya kumpa binti uhuru wake huyu. Uliniomba pesa nyingi kwa ajili ya binti huyu eh? Si ndio? Kama nataka tu binti aondoke mama. Nilimtaka aondoke aende mbali lakini binti hataki. Kama mbona binti hajaondoka sasa? Mbona hajaondoka yuko hapa? Onekana
anaonekana kama ni mtu anayecheza tu peke yake. Lakini hajagundua kama mama yako ni nani pia. Ushasahau kama mtu akijua kama mtu ni nani anataka kuuawa. Ushasahau alichokufanyia wewe, sio? Sababu kuinaona binti anakumbuka mzee. Fu Hongxue anakumbuka kile kitendo alichofanywa na mwamba mzee. Mpaka sasa hivi aamini. Mama alimkumbusha tu kidogo. Unakumbuka alikwambia nini mara mwisho? Maana yake anaijua identity yake. Kambe binti kwa mara ngapi tena leo? Anakufuatilia tu wewe na bado unamtazama. Lakini inaonekana kwamba haijasaidia chochote, si ndio? Na silaha leo ificha je vipi? Mimi nitakuua sasa hivi. Ukitoa silaha na kuua wewe. Mama alimwachia sababu Fu Hongxue alimuomba sana. Lakini mama alikuwa na surprise tena. Kama lakini nikiwa hapa kuna kitu kimenifurahisha kingine. Nataka ujue kuhusu hili jambo. Wewe ni mwanamke. Lakini pia kumbuka nilikualika hapa uje kunywa hapa kwenye lodge ili niweze kukaa pamoja na binti huyu. Lakini nimegundua kitu kimoja kwake binti. Amesema kwamba alikuwa anatuma barua huyo. Huyo binti alikuwa anatuma barua kwenye ufalme kuhusiana na Fu Hongxue. Hapa kuna mama mmoja ambaye ana nywele nyeupe ambaye anaingia kwenye ufalme hapa. Na huyo mtu nimemkamata na hiyo barua. Huyo binti kuna mahali nimemweka. Na alisema ukweli aliyesi. Kuna binti nimemkamata mimi. Na akasema ukweli mtu baada ya kumchoma sindano yenye sumu. Akaniambia kila kitu cha ukweli hapa. Lakini inaonekana kwamba binti huyo alianza kuongea moja kwa moja. Akasema alikuwa ni spy wa $10,000. Kwa kuna mtu mmoja ambaye nimemkamata. Kwa Kuinong wewe nadhani wewe hawezi kuchoma scorpion poison hii. Sumu ya nge utasema tu vizuri. Na utasema wewe ni nani? Bora kaniambia sasa hivi au nikutumia silaha kwa nguvu nikuseme. Kama silaha chochote mama kuhusu spy. Kama ni mchezaji tu wa Nameless Prevision basi. Kaambia utasema tu nikudunga na hii. Kama si mimi ni mtu wa kawaida tu. Wala so spy. Kama unajaribu kuweza kunidanganya mimi Sidanganya mama, siwezi jaribu kukudanganya mama. Kaambia onekana kwamba wewe nikikuchoma hii sindano au nitalegea mwili mzima. Na utaniambia kila kitu nitakachokuwa nikikuuliza wewe. Kama njoo nikuoneshe wewe. Kamba mama, usijaribu kunizuia kwa chochote nataka kufanya mimi. Unasikia wewe? Kaa hapo ushuhudie ninachofanya mimi mwenyewe. Hakuna mtu akunizuia kufanya ninachotaka kufanya. Kuja hapa binti wewe. Alimpeleka mahali fulani. Kabidi aweze kufuata. Maana alisema kuna binti amemkamata mmoja kama huyu. Akasema ukweli mtupu hapa. Binti akajaribu kuweza kufuata. Ni wapi anapelekwa? Asia kumwamini Seni Jimao. Do! Mtu zake anayempenda kweli kweli. Kambe kamsogeza pale mbele. Alikuwa ni Jimao maskini ya Mungu. Kambe nimemkamata huyu kama wewe. Na kana ndo rafiki yako wa zamani walizamana kwa muda mrefu. Maskini Mungu anakumbuka mara mwisho aliwaambia kwamba anataka nihakikishe kwamba mwishi kama spy. Binti alidai kwamba amanunulia uhuru wao. Yeye atakwenda kuongea na Big Boss awaachie. Big Boss akasema si inafurahisha. Na aliamua kuweza kuwaachia siku hiyo. Binti anapokumbuka kwamba aliwaachilia. Lakini binti amemkuta mambo kama haya tena. Binti anakumbuka mara mwisho alimuaga. Jimao akamwambia sasa uko huru, unatakiwa uweze kama sasa uko huru peke yako. Nenda akachukua maisha yako tena. Uanze kuishi upya kabisa. Kaambia kwa nini unatunulia si uhuru wetu alafu unabaki huku? Kama kwa sababu misheni yangu mimi bado sijamaliza. Kama lakini akwambia hapana. Mnataka mweze kuondoka kwa haraka. Na nimeshaongea na Big Boss amesema amewaachilia. Mweze kuondoka. Kuna vitu vingi vinakutarajia wewe. Na nakumbuka mara mwisho alimuaga kabisa vizuri. Wakaagana kwa furaha pamoja na Jimao. Na kaa ameiza kuondoka. Nataka ukaishi miaka yako. Ukaolewe. Ukawe na familia pia. Na ukawe na maisha yako pia. Anakumbuka alivyokuwa ameweza kumwaga
Kumbuka ni kumbukumbu binti anatoa. Anaikumbuka kwenye kichwa chake baada ya kukutana na jambo limemkuta binti huyu leo. Maana nakumbuka mara mwisho alimuaga. Alimuaga kabisa kwa busu takatifu, akimwatakia kila laheri kwenye maisha yake. Lakini imetokana jambo kama hili, leo amepatikana tena na shida nyingine. Ilimsumbua ndio. Lakini utafanyaje sasa? Alimuaga, wanapendana hawa. Wameishi miaka 5 mizima. Binti anakumbuka mara mwisho ndio hivyo. Lakini leo anamkuta mahali kama hapa. Kama inaonekana nyie unamjua binti. Jamaa akapotezea. Kama namjua lakini ni mchezaji wa dance television basi. Na wewe unamjua huyu? Kama huyu ni yule alikuwa anaibiaga wateja wengi zaidi, akadanganya. Endelea. Binti akaona tazidi zaidi hapa tutasababisha kifo chake. Kama simjui binti kabisa. Binti anadanganya. Kwa nini wenye wajanja Basi kwa sasa hivi cha kufanya binti nianze kudili na wewe tena. Nakana unaficha jambo hapa. Kama mwanamke ni rafiki yako? Kama huyo binti sio rafiki yangu. Jamaa anamtetea tena. Sasa huyo binti sijui kama ni spy mimi. Mimi namjua mimi ndo spy peke yangu. Mimi ndo spy peke yangu. Katika ufalme huu hapa. Maspai wote mimi najua wameshapotezwa. Kwa hiyo unajaribu tena kunidanganya mimi, si ndio? Nataka nikutoboe tena. Ni rafiki yako au hapana? Bila kusema katika ufalme wa Tanzania kuna maspai wengi. Kwa hiyo sijui kama huyu ndiye. Kibaya zaidi ni kwamba umemkamata ambaye ni feki. Kama wewe, kama subiri mama. Jamaa aliingilia. Kaambia tangu kwa nini unataka kuniamini mimi? Nimekwambia muda mrefu kama mimi sio spy. Kwa nini unamtesa siumue kama unamuua? Hata kutufanya sisi kama hivi. Mama akaanza kucheka kweli yani. Vizuri. Mama na vituko vizima doido. Kwa hiyo inaonekana wewe ni innocent sio? Basi chukua upanga nitaka ukamue. Kibo. Hapo sasa. Kama simsema umjui. Na mimi nakuamini ndio. Chukua upanga nenda kamue. Naomba uchukue kamue. Mbona huwezi kufanya hivyo? Akamwekea kwenye shingo wewe. Mwajaribu mnakaa nyenye mlikuwa mnafanya kazi pamoja. Sasa Fungshuli bila tumia kile haraka hapa. Alichomoa upanga mzee. Bwana muli mbali binti yule. Alimchinjia mbali binti yule. Fungshuli kumlinda Quinong. Cheki mambo. Maana bila hivyo Quinong angekufa. Juma alikatwa pale pale mzee na Fungshuli. Binti ndo hakuamini unajua No. Na kama ufanya kitu kama hichi. Lakini asingefanya hivyo angeuawa Jimao. Kama binti ni mdansa tu. Kwa hawezi kumua huyu mtu. Nikamsaidia tu kumua kwa niaba yake. Unamlinda huyu binti Eti Sasa mama. Holo kuna waspai wengi zaidi. Lakini sidhani kama binti huyu anaweza kaa ni mhusika hapo. Lakini huwezi kusema tu kwa haraka kama hivyo kwamba huyu ndo amekuwa labda ni spy, hapana. Lakini kila mtu hapa hivi anadhani kama mimi ndo nimeua, kwa hiyo inabidi nifanye kitu kuweza kuhakikisha kama najilinda nafsi yangu kwangu. Upande wangu mimi pekee pia. Lakini huyu binti sio kwa jinsi hiyo, amekulia kwenye ufalme ule. Lakini binti sio pale. Pia anajua kila kitu kumhusu binti. Kona zote anazifahamu yeye. Kwa hiyo atanisaidia mimi kuandika kazi. Kuhakikisha kwamba namuua Heaven Dog. Nitamtumia binti usimue mama. Fungshuli alimtetea. Kama kuona lazima ufanye hivyo sio? Mkinichezea mchezo kama huu tena, wewe utakufa binti wewe. Cheki mambo. Afu akameza kuondoka mara ile ile. Baada ya kutoa onyo kali kama hiyo. Lakini Fungshuli alimsaidia kwa mara nyingine tena. Amemsabia mjinti anamuita Quinong. Quinong anashangaa mtu wa ajabu namna gani. Anataka kumua lakini bado ananisaidia.
Feng Shui inabidi aweze kuondoka, lakini Jimao ameuawa. Sasa binti, kitu ambacho kilimuuma zaidi ni Jimao ameweza kuuawa. Yaani ndio kosa ambalo limeweza kumuuma zaidi. Binti akuamini mwenzake maskini ya Mungu ambaye anampenda zaidi. Binti alipatwa na hasira mzee. Kimbilia Feng Shui. Jimao ameonekana ameweza kupoteza maisha. Alimkimbilia Feng Shui mzee. Feng Shui. Kata kibao mzee. Kata kingine. Kaambia kila mtu anajua kwamba wewe umetoka kufanya hivyo, si ndio? Kwa nini ukafanya hivyo? Ni uwe basi kama alivyomuua. Ni uwe nimekwambia. Nasema ni uwe. Binti, ni uwe nimekwambia ni uwe. Si niko hapa. Upanga si umeshika. Ni uwe nimekwambia. Binti kachanganyikiwa maskini ya Mungu. Baada ya rafiki yake Jumao ameuawa na Feng Shui, lakini Feng Shui kama nisingefanya hivyo ungekufa wewe pia. Nilifanya kukulinda wewe kwa upande wako. Binti analia mzee. Wewe ni monster. Nakuchukia nasema. Nakuchukia. Kama unamjua Jimao, ni rafiki yangu wa moyoni huyu. Nimetoka naye mbali Jimao. Mpaka leo niko hapa nilipo kwa sababu yake. Jimao nimetoka naye mbali. Amekufa, binti hajaolewa bado. Binti alimtupia lawama nyingi sana. Mzima anamuita Feng Shui, lakini yote hajasaidia. Feng Shui alifanya hivi kumsaidia. Kabla nakuchukia nasema sikuamini tena. Binti alimshutumu sana. Kama kawaida Feng Shui sio mwongeaji. Alitulia tu binti amaliza hasira yake kwa kumpigia kelele awezavyo. DJ Hero kama kawaida ndani ya nyumba. Ukiwa pale YouTube hakikisha una subscribe maana viko vingi vizuri. Zaidi ya hivi hapa. Naambia nilitaka kufanya hivyo. Naomba uondoke bwana. Nilikwambia uondoke, mbona ukusikia? Nilivyokununulia uhuru wako. Ungefanya vile ungekuwa umeweza kuondoka kwa haraka. Mbona nakusisitiza binti, ondoka kwenye ile eneo sio zuri kwako. Mwamba kaondoka. Kama unakwenda wapi? Kama narudi kwenye ufalme wa $10,000. Basi Mwamba kazidi kuondoka. Binti shajua kila kitu kumhusu Mwamba Feng Shui. Akawa ameweza kuondoka, lakini Jimao habari yake imeishia pale. Ameweza kuuawa, akapoteza maisha. Basi hao upande wa pili huku kina Ding Ding na kina Yekai na Hua Xia wanafanya uchunguzi kuweza kutambua nani amemuua Airbus aliyekuwa Heaven Dog ni nani. Hasa watatu wakishakanganisha vichwa hivi ni balaa tupu yani. Hao watatu wakijadili hapo mtazama mwizi apatikane yani. Cheki mambo hayo. Walijitolea wakaanza kufanya uchunguzi wao kisirisiri mpaka kisha wamemkamata Heaven Dog ni nani. 而且意图很明显，他们是要抓活的。如果能够成功绑架马芳玲的话，就可以要挟他爹。恐怕马空群很难招架。而吴明居那些凶手，他们绝对不是乱杀人，而是事先锁定了目标。你是说，他们是按计划杀的人？除了死的那12个街坊外，吴明居遇刺的15个高手。Basi walikuwa wakijadili kwa namna hiyo. Mpaka agundue nani ni Heaven Dog. Inasemekana kama Heaven Dog ni fake. Kama ule si original. Yaani Heaven Dog so original ni fake tu hapo. Heaven Dog original hayupo. Ngoja nikwambie kitu. Lazima tufanye kitu kulinda hawa watu. Kama Makang tayari ameshatembelea na wasiwasi mwingi. Lazima tuweze kupanda milima ile. Tuchunguze mauaji yule aliyekufa kule jangwani. Wewe tukapata details kadhaa. Kufanya sisi kuweza kupata ushahidi huu. Lazima kuna sheria ambazo zipo hapa. Heaven Dog atakuwa sio mtu mmoja mimi naona. Atakuwa ni watu wawili.
Asema kwa sababu gani Makanga anaonekana kwamba amechanganyikiwa. Maana kila mtu anakuaga yuko katika eneo letu lile. Mtu mmoja tu anakosekana kwenye eneo. Sasa inakuaje mmoja anakosekana ni Fu Hongxue? Fu Hongxue tunajua kama Fu Hongxue haijahusika ndio. Ndio kwa namna ambayo linachezwa game hili. Kuna mtu ambaye julikana ni kwenye ufalme hapa. Atakuwa anafanya mauaji. Na even dog inaonekana atakuwa sio mmoja, atakuwa wako wawili, si ndio? Wakasikia mauaji yamefanyika. Mauaji yamefanyika. Na mtu ameuawa huku. Nahitaji msaada. Sasa kabidi watu wawai pale kwenda kuangalia huo msaada unaoenda kuombwa hapo. Ndipo alifika pale. Jamaa akasema Even Dogo amenivamia hapa. Amenikata, nimemuona akiwa anaua mtu. Akanizuru na mimi. Kamuua binti huyo hapa. Kamuua Lady Peach hapa. Afu akanikata na mimi nimekuja kumsaidia. Afu akakimbia. Sasa mtu anashangaa. Hapa nimemuona mmoja kuniua hapa. Akakimbia bosi ma. Sasa hamna shida. Na mtu kagua mwili wa binti huyu hapa. Tumwangalie huyo muuaji amemuaje. Kila mtu anajua kwamba kila kitu tutamkamata huyu mtu. Ni general mmoja ambaye wa ufalme huu hapa. Alisema amevamiwa na mtu ambaye ni demon. Amepotea. Sasa tuelezee vizuri, umemuonaje na amekuvamiaje wewe? Tuelezee vizuri. Tuelezee vizuri. Sasa hii kalizidi kuleta mgogoro ndani ya ufalme wa Ten. Thousand Hall watu wakaandamana kabisa. Wanataka kujua, tuambie ukweli. Tuambieni ukweli hapa. Wanataka kuleta vita baina ya wao kwa wao. Wanataka kumweza kumuua mtu huyu. Kama mtulie kila siku, acheni kwenda kusumbua. Nimwambia mtulie. Kama tuwezi kutulia kwa jinsi hivi, kwa hali inayozidi kwenda, hatuwezi kutulia. Kaka yetu ameuawa, bado mazidi kutuweka hapa. Kila mtu akae kimya bila mheshimiwa anapoweza kuzungumza. Anaonekana kama muuaji. Anatumia triki nyingi sana. Asa basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Akasema huyo mtu anakutaka wewe Makanga. Mtu maelezo halisi, utamuua huyo Heaven Dog saa ngapi? Basi hivyo tutasababisha maafa hapa. Unaonekana kama huyo mtu huyo anamtaka tu Makanga peke yake. Hii kati ya maisha na kifo, hatutaki mchezo na kifo chetu kabisa. Hani tunapenda maisha yetu, anataka kufa. Sasa kama Fu Hongxue alikuwa pale. Alikuwa kamweka kati mzee, anamuogopa. Weka Fu Hongxue kati mzee. Fu Hongxue akasema ngoja. Wakamzingira. Fu Hongxue, kwa nini unaonyesha uso wako tena hapa? Mwacheni. Atakuwa amesha kufa huyo. Ulikuwa haupo tena mauaji yakitendeka. Manake ni wewe umeua tena. Kambele Lady Peach ameuawa. Na wewe ulikuwa haupo peke yako tu hapo. Kaambia hamna kitu. Mimi nitamsaidia, mimi nilikuwa nimemkamata. Nilikuwa pamoja naye chumbani kwangu. Binti alitaka kumtetea Fu Hongxue tena. Walikuwa wanataka kumvamia. Binti akaiko kati naye. Cheki mambo. Mimi nilikuwa na Fu Hongxue chumbani kwangu mimi. Kwa Fu Hongxue kwamba halikuwa hajahusika. Nilikuwa pamoja naye. Kama mlikuwa mnafanya nini na Fu Hongxue ndani? Kama swali gani unaniuliza mimi? Kwani mtu na msichana na mvulana akiwa chumbani anafanya vitu gani? Mtu ambaye hajaolewa akiwa na mwenzake chumbani huwa anafanya vitu gani? Alifanya hivi kumkinga mzee mzima Fu Hongxue. Ibidi watu wacheki kwanza. Haya, sasa Fu Hongxue yuko na binti. Aliyeua ni nani? Nani ambaye alikuwa hayupo hapa? Kaambia Fu Hongxue naambia sio muuaji. Basi akamgeukia tena mfalme. Haya, Fu Hongxue alikuwepo. Nani muuaji sasa? Sasa ni swali gumu sana hilo. Mfalme atajua saa ngapi? Kama tupe sababu moja. Baki siku moja tutaka tuone mtu akiwa amekufa. Isipotimia siku, tutaleta vurungupa la batari hapa. Hapa itakuwa ni vita hapa. Kama sikiliza. Kama ungesaidia kumkamata huyu mtu, utatupatia kitu gani sisi kwa mfano? Mimi nitajiua peke yangu. Hapa itaamka vita ya kutosha baada ya huyu mtu asipokuwa amepatikana. Maana hapa hautataka kutuelewa kwa mtu yote ule. Tuambie maneno yako sisi hapa, tuhakikishe lini tutauawa.
Tunaomba tuhakikishie uhakika lini atakuwa ameshakamatwa. Tumekupa siku moja. Huyu Heaven Dog amekamatwa. Basi hivyo tutaleta vurugu hapa. Basi Fu Hongxue ilibidi aondoke. Abidi Kuinong aliweza kumfuata. Lakini mfalme akiwa macho ni hamasa kubwa, maana hizi ni falme mbili ambazo kwa zimekuja kwenye harusi. Kwa hiyo sasa ni falme mbili ambazo zimekuja kushirikiana kwenye harusi moja. Kwa hapa ni watu mtu na majeshi yake mengine na mtu na majeshi yake mengine. Lakini basi hebu angalia hapa chini. Twende sawa. Simani kidogo ni mitambo inakwama lakini tunazidi kwenda sawa. Maana kidogo tunapishana na movie na mimi kama hivyo sawa. Lakini sio shida. Basi wanakuta kitu fulani, wakasema wakati ule alianguka chini, aliacha kitu fulani. Huyu Mura Mongzu siku ile kabla ya kufa.慕容明珠身上掉下来的。糟了，我早该想到了。走。哎，怎么了？干嘛？去哪儿啊？ Basi baada ya pale walipata hakika na ushahidi fulani, wakaenda kufanyia kazi. Upande wa pili huko binti Kuinong yuko na mzee mzima Fu Hongxue. 说刚才在万马 Kamba kwa nini umenitetea pale? 见过你娘吗？ Kwa sababu mimi na wewe tuna mishe moja. 我杀了锦毛，你现在应该来杀我。 Kamba kwa nini umenisaidia pale leo? 至少 Zote nimeshajua kama nimemuua Jumao. 你不是对万马堂威胁。 Kwa sababu mimi na wewe tuna mission moja kwa sasa hivi. Ni kumkamata 有一个共 Heaven Dog, ndo mission yetu moja. 天狗。 Sisi maadui lakini tuna kazi moja kufanya. 凶手， Kama unataka kuniamini kama mimi sio muuaji. 骗了大家。 Kwa sababu nimekusikia pia kuzungumza. Naomba mimi tuko pamoja kwa wakati huu hapa. 不可能杀了桃花。 Mpaka atakapoweza kufanikisha kuweza kumuua huyu Heaven Dog. Anayesumbua ufalme huu hapa. 你真的 Mwamba kana anatembea. 杀了天狗， Kama nadhani kama utamkamata Heaven Dog kwa peke yako. 在我们在明， Ni kitu ambacho hakiwezekani. 你一个人绝对不会是他的对手。 Hakuna jinsi ambayo utaweza kufanya wewe peke yako hii kazi. Lazima ushirikiane na wenzako. Amba kingine nini naniambia? 我们可以联手。 联手。 Nataka tuwe tunafanya kama timu mimi na wewe. Tumkamate vizuri huyu. 万马堂 Tuweze kumuua huyu Heaven Dog. Nitumie mimi kama sehemu ya kufanikiwa kwako. 都会成为。 Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Tutaweza tunamkamata vizuri Heaven Dog. 我可以， Kama mimi na wewe hatuko sawa, lakini 同样你也可以， naweza kusaidia kwa sehemu kumkamata Heaven Dog. 我们各取所需。 你嘴里没有一句， Tusaidiane kwa pamoja. 我为什么？ Kama ndio sema ni kweli, nitazaje kukuamini wewe? 你可以放心。 Nitakuhakikishia kwa jinsi ambavyo tutakuwa tunafanya. Nitakuhakikishia kila kitu kwa ajili ya maisha ya dada yangu na ufalme huu kwa ujumla. Basi upande wa pili huku ndio alikuja kufanya uchunguzi. Hawa wazee wa kuchungua ni shida hawa. 啊， Haja kuchunguza hendo haya. 干一件不太光彩的事。 Kama mtafute mavazi 叶看， ya Mura Mongzu, tafuta jeneza lake liko wapi? 跟你干这种龌龊事， Tafuta jeneza la Mura Mongzu afu tutajua kitu fulani hapo. Basi wakaanza kutafuta jeneza la Mura Mongzu. Alikuwa ameweza kulala maana kila kidude akionekana. Alifungua cha kwanza hichi hapa. Alikuwa ni ule mwingine ameuawa. Fungua lingine ili hapa. 菜里是飞天之子， Sababu huyu ni spider amelala hapa. Flying spider. Basi bila shaka hili ndo la Mura Mongzu. 这可不是几斤花生米。 Kamba ndo hili hapa lakini. Walipofungua ndani, 尽管说， kamba ni lady nani? 下 Kamba 次 njoo angalia hapa hivi. 你别拦着我就行。 Kama nataka kumuua Fu Hongxue, maana nitaweza kanizuia mimi. Alikuwa anatanyana huko anafungua. Mwamba alipocheki mwili vizuri zaidi, kuna kitu aligundua. Basi hili litakuwa ni la Mura Mongzu ni hili. Walifungua jeneza la Mura Mongzu. 慕容明珠， Kama Mura Mongzu. Walipocheki vazi lake, alikuwa ameunguzwa lakini vazi lilikosa kila kidari kimoja. Manake kidari kile anacho kwenye mkono. 有人来了， Manake huenda jambo analolihisi ndio wanalifahamu wao. Cheki mambo hayo. Na kitu walijua wakaondoka. Baada ya dakika zao walizi wakaingia hapa. Walisi kuna watu wako hapa. Na wamefungua hapa. 喂， Baadaye wakatoka pembeni kuja kujadili pembeni huko kabisa. 小陆， Kuja kujadili juu ya swala hili. 16条，你呢？ Kama msaidia kuonaje hapo? Vile videvu kwa 16 lakini kwenye gauni lake 抓狗， liko moja tu. 说人话好不好？ Nataka kusaidia utajua jinsi kumkamata Heaven Dog wewe. 被烧毁，
但那衣服上流苏夹着的银丝。Kumbuka yote wanafanya ni katika itikadi za kuweza kumkamata huyu Heaven Dog anayewasumbua ufalme huyu. Wamjue ni nani anayemsumbua ufalme huu ambaye anawachonganisha na falme nyingine. 就代表着16只白鹤。臭讲究的，还不是成了人家的刀下鬼了？这跟几条几条的有什么关系啊？你捡到的这条流苏根本就不是慕容明珠的。不可能，怎么会不是他的呢？我明明看见从他身上掉下来的，他的衣服上还有个窟窿呢。我们在婚礼 Basi hivi ndio alivyokuwa kiweza kuzungumza. 前走过的那个人， Kila mtu anataka kwenda kufahamu jinsi gani kumkamata Heaven Dog. 当时天 anayewasumbua kwa kiasi kikubwa wakati huu. 接13道致命伤。 Kama sikiliza, kila mtu anayeuawa 见 amekuwa amekatwa mara 13, ambaye mtu huyu anakata kwa sekunde, akiwa anampiga na swadi, zile swadi slashes 没错， 13 kwa sekunde. 是一个戏法。 Sasa basi 真正的慕容明珠恐怕 maana yake watu wote wanaouawa na mtu mmoja, 3处刀伤。 lakini mtajua kuhusu maisha ya Spider ambaye 慕容明珠 alikatwa mkono, 是凶手易容假扮的， si ndio? 在天狗刺出13刀的瞬间，他把真正的慕容明珠尸体摆在了我们的面前。 Kwa nini Flying Spider alikuwa 是不是？ ameweza kukatwa mkono? 抓不到天狗，因为他会飞天遁地，而是因为他就 Basi hivyo ndivyo alivyokuwa kaenda kujadili kwa jinsi hiyo, 就是那些 jinsi gani ya kuweza kumkamata. 的话， Sio mambo hayo. 最短的时间内抓住天狗， Anaonekana huyu Heaven Dog ni yuko faster kweli kweli 且这一发 katika masuala ya kuweza kuruka na nini, 你 yuko faster zaidi. 怕马芳玲死 Kama 吧？ familia itakuwa amekufa, tutakufa na sisi tukifanya utani hapa. 坛子里游泳， Kaambia lozi yao, huyu Tingu ni nyao. wewe ni best sword, najua huwezi ukashindwa kwenye kazi kama hii. 妖怪都给他打回原形。 怎么感觉跟你上了贼船了？ 怎么会是贼船呢？这是百年修得同船渡。 Kaambia sehemu inakaa inaendana na huyu jamaa kabisa. Wewe si sword master wewe. Basi utadili na ile jambo. Basi tuondoke upande huu. Je, upande wa mtu mzima alipo mwamba. Wanamuita Queen binti. Azidi kuendelea kumfuatilia mwamba, wanamuita Fushu. Leo uashia leo ambaye ni Swordman huyo hapo anaambiwa anapiga pamba duniani hakuna. Alikuwa akizunguka huko na huko kumtafuta Heaven Dog. Huko bado naye Fungshu na uchunguzi wake kivyake huko, akimtafuta Heaven Dog alipo. Wakati wanapita pita huku na huku, kila mtu anafanya uchunguzi kivyake katika eneo la tukio mpaka tukio. Mahali ambapo damu zilikuwa zimeweza kumwagika, ambapo mauaji yalifanywa na Heaven Dog, kila mtu anachunguza. Pia naye binti Queen vile vile naye anafanya uchunguzi baba mpaka agundue kila kitu kinachoweza kuendelea. Mwendo wa uchunguzi tu. Na atashinda hapa leo. Watu wote wameuawa kwa staili moja tu. Kila mtu anafanya uchunguzi kivyake. Cheki mambo. Nakumbuka kuna zawadi imeandaliwa na mfalme kwa atakayeshinda katika kesi kumkamata Heaven Dog. Kuna zawadi kubwa ipo. Binti alikuwa anachunguza damu, vitu kama hivyo. Kuna vitu mtu anagundua na viandika baadaye kuhusu swala hili. Lakini Uashia aligundua kitu. Alikuta kuna uswali umechomekwa juu ya mti. Akajua ule uswali uliokuta ulikuwa na damu. Na aliondoka baada ya kugundua kuhusu hilo. Upona pia na Fungshu anazidi kwenda mbele. Lakini naye kuna kitu aliweza kukiona ambacho naye kilimshangaza. Alikuta kuna mkono ambao uko pale. Kila mtu anazidi kupata ushahidi kwa jinsi ambavyo anatafuta. Naye mwamba Fulishing anaendelea kuchunguza. Anaendelea kufanya uchunguzi binti alipouawa. Maana binti amedondoka hapa hivi. Mbona pili kuna Fungxing? Naye anaokota kitu hapa. Anaokota huo mkono akarusha chap. Jamaa kumbe naye alikuwa huko mzee. 我们又见面了。 Jamaa wangu sasa unakaa tuna akili moja mimi na wewe. Tunakutana katika njia moja hiyo. Hakuna shida 前 lakini. 面是悬崖， Tuko pamoja. 会第一个掉下去。 Kaambia lakini usikiliza wewe. 悬崖， Kaambia nilikwambia nini kwa watu tuende pamoja ukabishana na mimi. Ghafla mzee Heaven Dog akatokea mbele yao. Cheka mambo hayo mzee. Alikuwa ni Heaven Dog mzee. Amewakuta huku mtaka kunichunguza mimi. Alikuwa ni Heaven Dog mzee. Fushunga bidi aingilie mzee aseme naye huyu mzee. Cheka mambo hayo mzee. Oye alitoka mbio mzee anamuogopa, anamjua Fungshung. Jamaa akamwambia sasa kama jamaa ananiogopa huyu. Heaven Dog anaogopa mtu huyu. Aligundua alitoka mbio mzee. 小狗， Basi hamna kitu wote hapa. Njoo chukua mkono tunautaka. Fungshung akagundua kitu. 你能跟父兄一起？ Kama umegundua nini katika pambana na mtu huyu?
Kaambia Heaven Ndogo akimbiaji, huyu ni fake kabisa. Huyu ni fake tu. Tafahamika tu siku moja. Basi wakaondoka. Waligundua mtu ni dhaifu sana. Hafai kuitwa Heaven Dog. Ila sana zidi kusumbua ufalme kwa kuua watu ovyo ovyo. Kamba sikiza, Heaven Dog ameua kila mtu. Nimekwambia cha kuongea upuuzi basi. Kamba kila siku najiambia peke yangu kila siku. Wanadanganya kwa sababu gani? Alizi kwamba kila siku kuhusu swala ile kila siku. Basi kumbuka na mabinti hawa. Kila mtu atafanya uchunguzi kile kitu amegundua kwa jinsi yake. Hapo walipanga waje kukutania hapa kuweza kuzungumza. Mamba kila siku kama kawaida yake anamtanyaga binti kila siku kuhusu mahusiano ya uongo alionao baina yake yeye kwa ajili ya kumtega yeye Kai. 血来潮，一心血来潮就不知道自己在做什么，做事特别的冲动，有时候人家会讨厌他的。我不管他，谁管他呀？ 我要是遇到这么一个人，我就 wakati wanapiga story kama kawaida. 杀。 Kaambia kuua kitu gani? 一个人就应该把 Hata wanapiga story mama ndo anaingia na yeye. Kaja na ushahidi wake hapo. 害你生病的人， Amepata kitu gani mbona anaficha? 我替你清除病根吧。 Kana anakujali sana sasa hivi. 家小叶。 Hapo simguse hata tumtesti tena. Wakaja tena. Mshike nini? Eti hamna. 吴村大哥， Gafa mzee kaingia na mzee mzima. 有请叶公子。 Sama. Kuna kikao kidogo ambacho mnahitajika hapo. 好，我一会儿就去啊。 Hamna shida, nitakuwa pale. 那等你。 Kama bosi anakusubiri sasa hivi, tunaondoka wote anavyoongea hivi. Jamaa akasema hakuna shida. Waliitwa na bosi kuja kuzungumza. Unaongea kuhusu nini? 这些事情之间的关联。 Unaona pili kwa binti anazidi kuzungumza na mzee mzima. Wanamuita Queenong. 我的范围。 Kama at least kidogo nishaanza kuelewa mambo yako. Kama lakini hauna muda mwingi zaidi. Hatuna muda mwingi zaidi. 外面冷，你回屋里去吧。 Kama lakini watakuwa waweze kurudi ndani ukapumzike sasa hivi. 讨厌那儿的人。 Kama mimi nachukia sana watu kama wale ambao wananiangalia mimi vibaya. 挺好的。 Lakini pazuri nikikaa hapa mimi. Binti alidai. Hapa nje kuna baridi sana. 走是。 Kwa napenda kuweza kukaa karibu na mimi. Binti kidogo alishaelewa background ya mtu mzima anamuita Feng Shui. Basi ilibidi atumie nafasi hii tena leo kukaa karibu na mwamba huyu. Kama kwa binti misheni yake moja, anaonekana kidogo amekuwa mpole hapa. Alikuja kajilaza kwenye begi la mwamba mzima. Wanamuita Queenong. Yaani binti wanamuita Queenong. Ambao alilala hapo usiku nzima. Usiku na mchana. Walilala hapa. Kama nilizani kwamba wewe ni mtu ambaye tofauti. Lakini kidogo nishafahamu kuhusu wewe. Kama unajali watu kwa baadhi ya sehemu. Lakini sikutarajia kama itakuwa ni rahisi hivyo. Ni kweli unampenda Ma Fangli? Kabla kwa nini unauliza wewe? Kama umemtaja mara nyingi sana katika eneo lako na uweza kuzungumza. Nimesikia kwa masikio yangu mwenyewe na macho yangu nimeona ukimtetea kutoka kwa mamako kama unataka kuweza kumuua. Sikio itakapofika mamako atafanya kitu gani? Atakuacha uende kuishi naye? Au unajisikia kwamba lazima utafanya hivyo? Ambayo sasa sehemu ya kuongelea kuhusu hilo. Waso jambo la kuwa na wasiwasi nalo. Kama unaweza kumleta binti awe na amani? Baada ya mimi kumtafuta baba yake wala sio yeye. Niwe nataka kumtafuta baadaye. Kama kimwomba baba yake utachukua vipi maisha ya Ma Fangli unadhani? Ma Fangli ataonekana tena kuwa shujaa. Kinachomfanya awe na furaha siku zote ni baba yake. Na ndio kitu pekee kilichobakiza duniani hapa. Ukifanya hivyo utakuwa umemfanya moyo wake umekuwa wa kupasuka kila wakati. Basi lakini nitakuwa naweza kumwacha yeye pia. Baba yake yeye. Ndio familia yake Ma Fangli pekee aliyobakia nayo. Hapa duniani hana nyingine. Lakini ni vizuri kama ungemchukua binti ukaondoka naye kutoka hapa. Ilo kamwacha baba yake. Fikiria kwa makini kuhusu hilo. Kama kimua makang baba yake na binti huyu. Fikiria nini utakachokipata kufanya vitu kama hicho.
你可能什么也得不到。Mimi sitapata chochote lakini 些个恩恩怨怨 utakuwa umeharibua future halisi 本来就跟 ya binti Mafanglia jinsi ninavyokupenda wewe. 他们的工具。 Angalau usije ukawa sehemu ya silaha ya watu wa zamani waliopambana kivyao wakutumia na wewe kufanya mambo yako kushinda kufanya mambo yako wakati huu. 那样不是很好吗？ Ishi kama maisha ya kawaida kama watu wengine. Usitumike kuwa silaha kwa ajili ya kifo cha watu walioweza kupita kutokana na ugomvi wao. 能带他， Utumike wewe kulipa kisasi. 我会祝福你们。 Nitakupa mimi kila la heri ulicho nacho. 仇恨， Nitakupa kila kitu mimi hapa 万马堂 na baraka zangu nyingi 我跟他说， katika maisha yenu. 为什么？ Kama tuweze kufanya kitu kama hiko. Kaza kwa nini? Basi ikiwa ni sehemu ya 18. Tutane katika sehemu ya 19 ya mziki mzito wapo anauita About the Town. DJ Hero kama kawa twende sawa.